Ndugu zangu, hali ya nchi yetu kwa kweli ni shwari, waandishi wa habari. Hatuna matukio makubwa sana. Baadhi ya matukio yalitokea wakati wa kampeni kidogo, lakini tumekwenda vizuri. Wale walioingia kwenye uhalifu tumewashughulikia kwa mujibu wa sheria. Wamepelekwa mahakamani na tunajua mahakama itatenda haki. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwapongeza wananchi wote wa Tanzania. Wakati wa kampeni umefanya kazi nzuri, wamehudhuria mikutano ya kampeni kwa amani na utulivu. Hakukuwa na fujo kubwa sana, lakini wale wachache ambao walijitokeza kuleta uvunjifu wa amani, nao niseme sheria ilichukua mkondo wake. Kwa hiyo kampeni zimekwenda vizuri na hatima yake leo wanahitimisha, na kesho ndio tunategemea kuanza uanzaji wa upiga kura. Lakini nichukue nafasi hii pia kuwapongeza sana waandishi wa habari kwa kutuhabarisha habari zote za kampeni. Lakini kubwa zaidi mmekuwa mnaeleza kazi ambazo jeshi la polisi limekuwa linafanya. Kwa hiyo niwashukuru sana, niwatake muendelee hivyo hivyo kuhakikisha kwamba zile kazi tunazofanya ni vizuri, mkawa mara kwa mara mnajulisha Watanzania. Ndugu waandishi wa habari, kesho tarehe 24 mwezi wa 10 2020 ni siku ya kupiga kura. Kwa hiyo niko mbele yenu kujulisha kwamba napenda kuwajulisha Watanzania kwamba jeshi lao limejipanga vizuri kuhakikisha kwamba amani na utulivu vinatamalaki. Timu zetu za operation toka jana zimeanza kazi. Timu zetu za intel toka jana zimeanza kazi, na timu yetu ya upelelezi toka jana imeanza kazi kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika kwa amani na utulivu. Sisi jeshi la polisi tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba hakuna uvunjifu wa amani na wala hakuna kikundi chochote kitakachotishia mwananchi ambaye anatakiwa kwenda kupiga kura asiende kupiga kura. Lakini na wale ambao watakaojitokeza kutaka kuleta uvunjifu wa amani, tutawashughulikia kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo niwahakikishie Watanzania kwamba kesho asubuhi, kama ni mmoja wa watu ambao wanataka kwenda kupiga kura, kama ulishajiandikisha na una uhakika kwamba unawajibika kwenda kupiga kura au una haki ya kwenda kupiga kura, basi nenda kapige kura, kwa sababu sisi jeshi la polisi tumejipanga vizuri. Kupitia kwenu jeshi la polisi tunapenda kuwajulisha wananchi kuwa limejiandaa, tumejipanga vizuri kusimamia ulinzi na usalama katika kipindi hiki muhimu cha kupiga kura, kuhesabu kura na kutangaza matokeo. Hivyo wananchi wajitokeze kwa wingi bila hofu yoyote. Baada ya kupiga kura warejee majumbani kwenye shughuli zao. Na hili ni swala la msingi sana nilizungumze. Ukishapiga kura tunakushauri urudi nyumbani uendelee na shughuli zako. Kwa sababu waandishi wa habari, hapa kumekuwa na msigano. Baadhi ya viongozi wa siasa wamekuwa wanahamasisha wapiga kura kwamba wasukae na kulinda kura. Ukikaa na kulinda kura manake ni dalili ya kufanya fujo. Wanaolinda kura kwa mujibu wa kanuni zilizowekwa na NEC, wanaolinda kura ni mawakala. Kila chama kimepeleka wakala wao, kila chama kimepeleka wakala wake, wakala atafanya kazi za kulinda kura. Kuna baadhi ya vyama vya siasa kama nilivyowahi kusema, wameona kabisa wanashindwa, kwa hiyo malengo na nia iliyopo ni kufanya fujo. Niwaombe sana viongozi wa siasa, wakati huu si wakati wa kufanya fujo. Sisi kama jeshi la polisi tutahakikisha kwamba tunatenda haki, kuhakikisha kwamba yule ambaye atakayechaguliwa na wananchi ndiye atakayekuwa kiongozi. Sisi tutasimamia haki sana, lakini viongozi wa siasa watimize wajibu wao. Moja ya wajibu wao ni kuhakikisha kwamba
wazungumzie sana swala la amani na utulivu. Lakini pia niwatake Tume ya Uchaguzi kupitia wakurugenzi, kupitia wasimamizi wa uchaguzi watimize wajibu wao. Niwatake pia mawakala watimize wajibu wao. Hao wadau wa uchaguzi, mmoja wao katika wadau wa uchaguzi asipotimiza wajibu wake, matokeo ndio kunakuwa na fujo. Lakini naamini kabisa kila mmoja wetu, jeshi la polisi likitimiza wajibu wao, NEC ikitimiza wajibu wake, wanasiasa wakitimiza wajibu wao, mwisho wa siku tutapata viongozi kwa amani na utulivu. Vinginevyo, tusipotimiza wajibu wetu, tutaingiza Watanzania kwenye amani na utulivu, jambo ambalo hatulitegemei. Na mwisho, niwatakie Watanzania wote upigaji kura wa amani na utulivu, upokeaji wa matokeo wa amani na utulivu, kwa sababu kwenye ushindani lazima kuna kushinda na ni lazima kuna kushindwa. Na hata kama aliyeshinda ni adui wako, jifunze kuvumilia, kwa sababu tunatarajia kupata rais mmoja, mbunge mmoja kwa kila jimbo na diwani mmoja kwa kila kata. Lakini toe onyo kwa vile vikundi ambavyo vimepangwa kufanya fujo, ni watake wasijiingize kwenye uhalifu. Jambo la msingi, kumbuka una familia yako. Familia yako inakutegemea. Na kama wewe ni kijana mdogo, bado ni kijana, hujawa na familia yako, jua una ndoto ya maisha yako. Usijiingize kwenye matatizo ambayo yatakatisha ndoto zako. Na vijana, mkumbuke nyinyi ndio taifa la kesho, nyinyi ndio wenye nchi hii. Msitumwe na wanasiasa kuleta uvunjifu na amani. Kwa mfano, jana usiku Zanzibar kule Pemba, kuna vijana wakati tunasambaza masanduku ya kupiga kura, wameanza kufanya fujo, wanatupa mawe. Sasa jambo la ajabu, kama utaka kupiga kura usiende kupiga kura, sio? Sasa unapotupa mawe usiku mzima, unatupa mawe, na matokeo yao hao baadhi ya vijana wamekamatwa. Sasa mwisho wa siku sheria ikichukua mkondo wake, utakuta ndoto zao zote zimekwisha kwa ushabiki usiokuwa na maana. Baada ya kusema hayo, niwatakie Watanzania uchaguzi mwema, kama nilivyosema, upigaji kura wa amani na utulivu, upokeaji wa matokeo wa amani na utulivu, na mwisho tupate viongozi tunawahitaji kwa ajili ya maendeleo ya Tanzania. Sina taarifa ya vifo vyovyote, na tarajii kuwa na vifo. Uchaguzi ambao mpaka unafika vifo, ni tusingependa hayo yatokee. Lakini nategemea kama una silaha, unatumia mawe, lolote linaweza likatokea.